Naitwa Ustaz Juma na Msoma, unaangalia Ustaz Juma TV. Nimerudi kwa mara nyingine kuzungumza suala la wastara. Wastara ilikuwa ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nilikuwa nakaa live TikTok nikiyazungumza haya mambo. Nikamwambia wastara, dadangu, kama ni upwiru umekupeleka pabaya. Dudu Baya si mwanaume wa kujitangaza kwamba anakuoa. Kwanza, hadhi yako inapungua, heshima yako inapotea. Kwa sababu Dudu Baya anajulikana. Dudu Baya ni mkorofi. Dudu Baya ni mamba 24 anajiita. Ni mamba sana, ni mamba kweli. Akikutafuna amekutafuna. Maana mtu akijiita yeye kwanza anajiita ni Dudu Baya. Akaingia kwa wanyama akajiita yeye ni mamba. Mamba ni mtafuna watu. Alafu wewe unaenda kujiingiza kwa mamba. Nilikuonya sana mdogo wangu, dadangu. Nilikuonya sana. Hukutaka kusikia. Sasa mambo yameanza. Na hapo hamjawahi kukutana mkakaa tu nyumba moja, mkakaa kama mtu na mpenzi, mlikutana tu airport tena, ambapo wewe mwenyewe ulichukua hela za chakula za watoto. Badala zile hela za chakula uwalisha watoto wako, wanule chakula, ukachukua Uber ukaenda airport tu namsindikiza mama anaenda hospitali, unaenda kumwaga hela za watoto. Wastara, nilikuonya. Nikakwambia hivi, wastara. Huku si kustirika, huku ni kujidhalilisha. Nilikwambia maneno hayo kwamba wastara, kuwa makini. Sasa mambo ndiyo yameanza. Mamba hatokuacha salama. Madamu ushaingia katika mdomo wake, anakutafuna anavyotaka. Kutoka ni kazi. Mama, kumbe wewe ndio ulimtongoza mamba. Ni aibu ya mwaka, wastara. Yaani wastara, kumbe ulimtongoza mamba. Na mimi naamini Dudu Baya hawezi kusingizia. Dudu Baya hawezi kusingizia bwana, kwa sababu Dudu Baya sije kumuona kwenye chombo cha habari hata siku moja akisimama akazungumza wastara ndio mwanamke wangu, wastara sio hivi. Hakuna, sije kumuona Dudu Baya. Dudu Baya nimemuona kwenye chombo cha habari akisema kwamba hakutaki kwa sababu wewe ni omba. Hapo ndio nilimuona Dudu Baya akizungumza kwamba hana haja na wewe kwa sababu wewe ni omba. Lakini wewe ndio kila kukicha uko kwa Dudu Baya, mimi ni Mwarabu, najua kupika chapati, mandazi, maharage, chile, msukuma yule, wasukuma wa shamba wale, wakiona ngozi nyeupe tu. Nani mshamba dunia hii ya sasa hivi? Nani mshamba hivi? Dudu Baya ni mshamba? Mama, umeingia pabaya. Umeingia pabaya. Nilikuonya ndugu yangu. Sasa na hapo hamje kuishi. Je, mngeishi ingekuwaje? Lakini wewe mwenyewe ulishasema kwamba utambadilisha Dudu Baya. Naomba tubadilishie Dudu Baya. Tunakuomba dada yetu, tubadilishie Dudu Baya, wewe mtu mwema. Yaani nilikuwa nafuta subra, nilikuwa nafuta picha. Usiku wa manane mmelala, imefika alfajiri, jamaa kapiga vitu. Haya, wazala, sola. Uliyatarajia hayo kweli? Au ulikuwa ni upwiru tu? Wasala, mambo mengine si ya kukurupukia ndugu yangu. Lea watoto wako. Watoto wako ni watu wakubwa, ni watu wazima sasa hivi. Watoto wako wanajitambua, wako shule, wanaangalia mitandao sasa hivi. Wanaona jinsi wanavyojidhalilisha. Dudu Baya anasema wewe ndio ulimtongoza. Na wewe unasema alikuja saa 5 asubuhi akanitongoza siku hiyo nikaniuma. Hiyo mimi nakataa. Haiwezekani. Dudu Baya ana kiti mamu bwana. Hawezi kuja kukusalimia mgonjwa unaumwa uko taabani alafu aanze kukutongoza wakati unaumwa. Hiyo nakataa, stara, ni uongo. Acha kudanganya watu, huo ni uongo. Wastara alimtongoza Dudu Baya. Dunia imeisha. Yaani mwanamke anafikia hatua kumtongoza mwanaume hata aibu anakosa. Hii dunia imeisha jamani. Dudu Baya mtoto wa mjini yule. Ni mtoto wa mjini. Alijua amempata mshangazi, atamhudumia,
atakula pensheni zako, mbake sijui alijua ulimdanganya una nyumba ama sijui mwambie una nini. Kwa hiyo Dudu Baya akajua sasa nimepata mshangazi. Kumbe mshangazi Dudu Baya anasema ni omba. Astaghfirullah. Mshangazi. Anaitwa mshangazi wa Dudu Baya. Mshangazi wa Dudu Baya umepigwa chini na Dudu Baya. Dudu Baya hataki mshangazi omba. Ashasema hivyo. Lakini umeyataka mwenyewe dada. Wewe ungefanya mambo kwa siri. Ama kama ulitaka ungetafuta namba ya Dudu Baya. Ukampigia Dudu Baya, mimi nakupenda kusema kweli, mimi ni wastara hapa nakupenda. Naomba mimi sina mtu kama ulivyomwambia hivyo. Lakini wewe umemtongozea kwenye vyombo vya habari. Kumtangazia Dudu Baya mimi nakupenda na nini? Dudu Baya anasikiliza tu. Hela za Mwamposa ama maziliwi hivi. Hela za Mwamposa haziliwi kirahisi. Kama ulifikiri ukiwa na Dudu Baya utapata hela za Mwamposa haraka, hiyo sahau. Nilikuonya mama, nilikuonya. Lakini ukutaka kuonyeka. Nilikukataza. Lakini ukaendelea, angekuwa ndugu yako, ungemwacha vile. Mimi nitambadilisha. Umbadilishe Dudu Baya wewe. Wamembadilisha wangapi wameshindwa? Dudu Baya kabadilishwa hadi na serikali imemweka ndani, imemweka jela. Dudu Baya ametoka hajabadilika. Wewe utambadilisha kwa kitu gani? Wewe ungefanya mbadilishe basi hivi. Usikate tamaa. Wewe si mwanamke mwema kwake, mbadilishe. Umwambie Dudu Baya, usiniseme vibaya mbe wangu. Unanisema vibaya mtandaoni, mimi bado nakupenda. Tu hivi, sitaomba tena. Nimeacha kuomba, naomba nisaidie. Sema hayo maneno mwambie. Naomba unionee huruma, nisamee, sitaomba tena. Unampenda mwanaume wako, mpende hivyo. Na kasoro zake. Sasa hivi unaanza kudanganya watu, hiyo mimi wastara mimi nakataa. Wallahi na hapa Dudu Baya hajakutongoza. Hiyo nakataa wastara bwana. Dudu Baya hajakutongoza bwana wewe. Hiyo nakataa. Dudu Baya kutongoze. Alikuja kuniona naumwa, kuanzia saa 5 mpaka saa 5 za usiku nawaza. Dudu Baya kuanzia saa 5 asubuhi. Chai alikunywa wapi? Chakula alipikiwa na nani? Usiku pia akala, yani siku ya kwanza alipokuja kukuona hakuna mtu asiyekuwa na akili kama hivyo bwana. Usimtoe Dudu Baya akili. Saa 5 asubuhi aje kukuona. Saa 5 asubuhi. Akae mpaka saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, 11 mpaka saa 5 za usiku. Acha uongo bwana. Haya muda Dudu Baya kwenda kulewa alikuwa hana siku hiyo. Kwa maana siku hiyo Dudu Baya amekutongoza sana. Mpaka kukwenda kulewa akasahau. Acha kudanganya bwana wastara. Kwa hiyo mimi nafikiri sizungumzi kwa joke ama kwamba nafurahia ama sema nilijisikia vibaya kutokana na mazingira yako ulivyo. Ni mwanamke mwenye stara, ni mwanamke una watoto na familia, kwenda mitandaoni kutangaza mapenzi. Tena sio kama mna mapenzi, kumtongoza mwanaume kwa kupita mitandao. Ni aibu, unaibisha familia yako. Unaidhalilisha familia yako. Unaona kusema, ona mdomo unakutekenya. Sasa, shehe mimi nataka nikuulize kitu. Uliza baba. Haya mahusiano yalikuwa ya watu wawili. Dudu Baya na dada yetu Wastara. Lakini wewe mbona unamuongelea sana Wastara, muongelee Dudu Baya? Kwa sababu hata Dudu Baya yeye pia asijifanya analuka eti kwa Wastara, eti Wastara sijui alimtongoza. Kwani Dudu Baya ana nini? Na Dudu Baya sasa amechoka kabisa. Mbona yeye ana kitu gani ambacho yeye atongozwe na Wastara? Eti yeye sasa Wastara eti anataka kuzeeka na yeye. Sasa kwani Wastara na yeye nani mzee? Dudu Baya angekuwa amechoka, Wastara asingemtongoza. Wastara ndiye alimtongoza Dudu Baya. Sawa, nakuuliza tena swali. Kumaanisha angekuwa hajachoka asingemtongoza. Wastara sasa ni mtu mzima na yeye, na Dudu Baya ni mtu mzima. Wastara hawezi taka kuchukua vijana wadogo kwa sababu ana watoto waku. Kwa hiyo ameona Dudu Baya ni mtu mzima na yeye aliona Dudu Baya yeye amechoka hana kitu. Lakini shida yake tu ana mdomo
Dudu Baya ana mdomo mbaya, mdomo wake ni mchafu. Anaitwa mamba. Umeona? Yeye anajiita yule si mamba, yule ni chula. Yule hawezi ishi kwenye kina kirefu cha watu. Umeelewa? Sasa Dudu Baya anasema kwamba hataki mwanamke omba. Mimi namuua, hata yeye pia omba, anajifanya aombe. Aliwahi kuomba wapi? Akiwa anaumwa. Subiri, aliwahi kuomba wapi? Nisikilize. Subiri mpaka Dudu Baya mpaka anaumwa. Anaenda India. Niambieni wapi uliona kwenye mtandao akiomba, jamani saidieni naenda kuomba. Ameomba watu chini ya maji. Si eti. Basi bora uombaji huo sio kwa mitandao. Yeye ameomba chini ya maji. Bora uombaji huo sio kama alivyofanya kwa Stara. Yaani yeye Dudu Baya anasema hivi, Ramadhani yaani hela ya miogo, hela ya tambi 2000 tu ni hela kuchangisha kweli? Hela iftari 2000 uji. Hapana, hayo ni maneno tu ya kebei, kumkebei mtu. Dudu Baya anaona hii ni aibu. Hii ni aibu. Bro, Dudu Baya toka enzi zake anaimba. Sisi wengine tukiwa wadogo tumemsikia akiwa msanii anaimba mziki nini, anajifanya na ujeo, lakini sasa hii wakati alionaye, wakati wake ushapita. Yaani ajue hilo jina hilo anajiita yeye mamba, yeye sasa hii ni chula. So akiingia sehemu ya mamba, yeye pia analiwa. Kwa hiyo maneno yake anaongea ya dharau, kumdharau huyo sister, kufanyaje, kumdhalilisha, hata mimi siwezi penda. Yule sister amejidhalilisha mwenyewe. Yule ni sister na yule ni kama mama. Subiri kuulize, yule mwanamke kama mwanamke unabidi vipi kuita chombo cha habari uanze kuongea Dudu Baya nampenda, Dudu Baya ni Msukuma yule, wale wa shamba wakiona rangi nyeupe. Unajua alijinadi yule mwanamke yule. Sasa yule aliongea, aliwatoa Wasukuma akili yule. Kwa mapenzi. Kwa mapenzi ya pia mitandao. Na Dudu Baya alimuonyesha mapenzi. Mwanaume ndo aanze kuonyesha mapenzi. Uone mapenzi ya mapenzi ya Harmonize na Kajala. Ulishe kumuona Kajala ameita chombo cha habari akaanza kumzungumza Harmonize, nampenda Harmonize, isipokuwa Harmonize ndio alikuwa akitoa ushirikiano kwenye vyombo vya habari. Harmonize ndio alikuwa akifanya kama mwanaume mpaka Kajala akatulia wakawa wapenzi. Sasa yeye mwanamke leo hata mimi ningekataa bwana. Sasa Harmonize mwanamke akimtongoza akaanza kuonyesha hivyo namkatalia mbali. Harmonize Makonde amepatana na kiuno cha Kisukuma. Wa Makonde wajanja bro. Wa Makonde sasa hivi ndio wamejaa wanaishi Uingereza, wa Makonde wako Marekani. Hamna kitu. Mimi nimeenda California mimi. Nimekutana na Makonde hivi. Nimeenda California wallahi nimekutana na Makonde. Hao Mozambiki hao. Si wa Makonde wa Ntwala. Wa Makonde wa Ntwala? Hakuna. Wa Ntwala. Hao si wa Ntwala.